السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. بعدكم حمدي الله جل جلاله na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na sahaba wake na watu wa nyumbani kwake kwa ujumla. Tuendelea na darsa yetu ya usulu fiqhi, na leo tutaangalia as-sababu. Na as-sababu ni katika ahkamul wad'i. Linapotamkwa neno as-sababu huwa fi lugha, nalo neno hili katika lugha ma yutawassalu bihi ila ghairihi, ni kile ambacho hupelekea kwacho kukifikia kitu kingine. Sababu ndio inayokufanya wewe ukifikie kitu kingine. Bila sababu huwezi kukifikia kitu kingine. Wakapiga mfano wakasema kalhabli wattariqi, kama vile kamba na njia. Huwezi kufika mahala bila njia. Kwa hiyo njia ni sababu inayokufanya wewe ufike hiyo sehemu unayokwenda. Na hata kamba tumekushawahi kuona inafungwa kamba upande huu na upande ule. Katikati kwawezekana kukaa kuna mto. Sasa mtu akavuka kufika upande wa pili kwa kutumia kamba. Hii ndio maana ya neno as-sabab katika lugha. Wa fil istilahi, na katika makubaliano ya wana wachuoni wa usulul fiqhi juu ya sababu, wao wanasema ma yalzamu min wujudihi alwujude, ni kile kinacholazimisha kutokana na kuwepo kwake kupatikana kwa kitu kingine. Wa min adamihi, na kutokana na kukosekana kwake al-adamu lidhatihi, kukosekana kwa dhati yake. Wakapiga mfano wakasema kaduluki lis-salati, kama vile kupinduka kwa jua kwa ajili ya swala, au kufika wakati kwa ajili ya swala. Aduluki aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli, kupinduka kwa jua au kukengeuka kwa jua kwa ajili ya swala. Hiyo ni sababu hiyo. Wa yutlaqu ala maani arba'a, na huachiliwa sababu juu ya maana 4. Sababu huachiliwa juu ya maana 4. Al-awwalu, maana ya kwanza, ma yuqabilu al-mubashara, ni ile inayoelekeana moja kwa moja. Maana ya kwanza ni ile inayoelekeana moja kwa moja, na tutaona huko inaelekeana moja kwa moja na sababu kivipi. Wakaeleza wakasema kama lau hafara insanu bi'ran, kama lau atafukua mwanadamu kisima, atachimba mwanadamu kisima. Fajaa insanun akhar, akaja mwanadamu mwingine ambaye yeye hakuchimba kisima. Wadafa shakhsan, na akamsukuma mtu. Fataradda fil bi'ri, akatumbukia ndani ya kisima. Kwa hiyo hapa tutaona kuna mchimbaji, kuna aliyechimba kisima, lakini kuna aliyekuja akamsukuma mtu akatumbukia ndani ya kisima. Sasa muallifu anasema falhafiru huwa sahibu sabab, yule aliyechimba kisima ndio bwana mwenye sababu huyo. Wadafi'u, na yule alomsukuma mwenzie akaingia ndani ya kisima, huwa almubashiru, anaitwa mubashir. Amekwenda moja kwa moja kwenye lile tendo baya. Fa idha jitamaa as-sababu wal mubashara, pindi inapokutana sababu na mubashara, vikakutana vyote, yani yupo alochimba na akawepo yule alomsukuma, ghalabatil mubashara, itapata nguvu mubashara.
wa wajaba dhamanu ala almubashir, na itakuwa ni wajibu kulipa kwa yule mubashir aliyemsukuma. Mubashiri ni yule aliyemsukuma. Kwa hiyo huyu ndo kamzidi yule alochimba kisima, kwa sababu kuchimba kwangu kisima kusudio langu haikuwa mtu asukumwe humo. Kusudio langu mimi nilikuwa nachimba kisima watu nikifunike vizuri watu wanywe maji, lakini wewe umekuja kufanya kosa la kumsukuma. Kwa hiyo vikikutana asababu wal mubashara, sababu na mubashara vikakutana, ghalabatil mubashara, mubashara itapata nguvu, wa wajaba dhamanu ala almubashiri, na itawajibika kulipa kwa huyo mubashiri aliyehusika na tendo moja kwa moja. Hiyo ni maana ya kwanza hiyo. Athani, maana ya pili, illatul illa, ni illa ya illa. Karami, kama vile kutupa, idh huwa illatul isaba, ambapo kutupa ni sababu ya kulenga au ni sababu ya kukisibu kile unachokilenga. Wal isabatu illatul qatli, na kule kulenga au kule kukisibu hicho ulichokilenga ni illa ya kuua, ni sababu ya kuua hiyo. Farramyu illatu illatil qatli, basi kule kutupa ni sababu ya kuua. Waqad sammuhu sababa, na kwa hakika wameita wanawachuoni wa usulul fiqh kuwa ni sababu. Hiyo ni maana ya pili ya sababu, inaitwa illatul illa, ni illa ya illa. Wakatoa mfano karami, kama vile kutupa mkuki, idh huwa illatul isab, kwa kuwa huko kutupa ndio sababu ya kukisibu au ya kukipata kile ulichokilenga. Wal isabatu illatul qatli, na kule kukipata kile ulichokilenga ndio sababu ya kuua. Farramyu, basi huku kutupa huku ndio kunaitwa illatil qatli, waqad sammuhu sababan, na wameita kuwa ni sababu. Hiyo ni maana ya pili. Athalithu, maana ya tatu ya asbab, maana ya tatu ya sababu, al-illatu ma'a takhalufi shartiha, ni illa pamoja na kubakia nyuma sharti yake. Ni sababu pamoja na kubakia nyuma sharti yake. Kamilki nisabi, kama vile kumiliki kiwango. Fa innahu sababu lizakati, hakika kumiliki kiwango ni sababu ya kutoa zaka. Wala tajibu illa bisharti, wala si wajibu kutoa zaka ila kwa sharti. Bisharti alhauli, kwa sharti ya kupitiwa na mwaka. Fayusamma milku nisabi sababan, basi huitwa kule kumiliki kiwango ni sababu. Lakini hii sababu inachelewa. Inachelewa kwa nini? Kwa sababu sharti mpaka itimie, na sharti ni nini? Ni kupitiwa na mwaka. Ndio maana ikaitwa al-illatu ma'a takhallufi shartiha, ni illa pamoja na kubakia nyuma sharti yake. Arabi'u, maana ya nne ya sababu, ja'aluhu muradifan lil'illa, ni kuifanya kuwa ni yenye maana moja na illa. Fayutlaqu ala nafsi al-illa, basi huachiliwa ikiwa na maana ile ile ya illa, na tumeieleza huko mwanzo. Wa ila hadha dhahaba kathiru min al-usuliyin, na katika msimamo huu wamekwenda wengi miongoni mwa wanawachuoni wa usulul fiqh. Nafikiri ndugu mtazamaji umeelewa maana ya sababu ni nini, na ujue ni katika hukumul wadhi au ni katika ahkamul wadhi. Leo tutakomea hapa. Kikubwa zaidi, ili uwe ni mwenye kuendelea kupata faida juu ya masomo haya, usiache kusubscribe na kushare. Ukisubscribe utakuwa ni wa mwanzo kupata notification. Kwa hiyo ukishaona tu taarifa unaingia na unastafidi na masomo. Wallahu waliyut tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.